Musa akafunika uso akiogopa asimwangalie Mungu. Bwana akasema, mimi nimeona mateso ya watu wangu wanakaa Misri. Nimesikia kilio wanachotoa sababu ya kuumia kwao. Kweli najua mateso yao, na mimi nimeshuka chini, nikawatoe katika mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi hiyo, niwapeleke katika nchi iliyo njema tena kubwa, katika nchi inayotiririka maziwa na asali. Tuseme amen. Na hapo ndipo Mungu wetu anatuelekeza taifa la Mungu, mwaka huu ukiwa ni mwaka wa matumaini, kwamba tunapoishi mwaka huu wa 2025 tuweze kujua kwamba Mungu wetu anatupokea na anajua hali yetu ya maisha. Na kama Musa vile alivyokuwa, tunaona aliitwa akawa chemichemi ya baraka kwa Wamisri. Hata na siku ya leo, kila mmoja wetu katika Easter hii tumealikwa ili tuweze kuwa chemichemi ya baraka kwa watu wetu. Ndiposa tunaambiwa tuweze kutenda jambo la huduma. Kama Musa na Mungu walishirikiana wakatenda mambo ya huruma kwa watu wa Mungu na kuwatoa katika kuumia kwao, wakawaelekeza kuelekea shamba la ahadi. Hata na sisi watu wangapi wamekwama katika Misri? Wangapi wanahitaji msaada wetu tukisaidiwa na Mungu na kuwa na roho safi kama ya Musa, na roho safi ambayo itatuwezesha kuwatoa wengine kutoka Misri na kuwaelekeza kuelekea shamba la ahadi. Ni sisi ambao tunaitwa ili kila wakati tuweze kujua kwamba hata mwisho wa maisha yetu Yesu ataja kwetu. Mathayo 25, kwamba mimi nilikuwa korokoroni, uliweza kunitembelea. Na utakumbuka Christmas, na utakumbuka Kwaresma ambayo uliweza kupatiwa ili uweze kutembelea Yesu pale korokoroni. Nilikuwa mgonjwa, ulinitembelea. Nilikuwa sina nguo, ulinipa nguo. Nilikuwa sina kiu, ulinipa maji. Nilikuwa sina kazi na ulikuwa na nafasi ya kunipatia kazi. Nilikuwa sina hiki na hiki, lakini mawazo yako kama Musa utaweza kufikiria na kuona kweli niliishi huyu na huyu mtu, lakini sikuweza kutambua. Kwa sababu ya gani? Kwa sababu ya roho ambayo haina umungu ndani mwake. Musa akafanywa kuwa mtu wa Mungu, kwa Mungu alichukua ushukani wake ndani mwake akaweza kumwangazia. Sisi nani atatuongoza katika maisha yetu mwaka huu wa 2025? Ni Mungu ambaye kwa Misri, ama ni Mungu wa haki? Mungu ambaye atatufanya tuwe na roho safi ambazo zitaweza kuwafanya wengine wajua Mungu, kama vile Musa alihakikisha watu wote wameishi kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Wewe unapojikuta mahali popote, je, watu wanatambua kivipi? Kama Mkatoliki ambaye anamjua Mungu, kama Mkatoliki ambaye ameokoka, kama Mkatoliki ambaye ako na roho safi. God is good. Na ndiposa katika injili yetu siku ya leo Yesu anatupenda na anasema kwamba mimi nimekuja hapa kwa miaka 3, nimekuja kutafuta matunda katika mti huu. Tunda hili ama mti huu ni mzabibu na wewe mwenyewe. Yesu amekuwa hapa kila wakati kwa miaka hiyo 3. Umekuwa ukisikia sauti yake Mwenyezi Mungu. Umekuwa ukija katika this burning bush. Umekuwa ukimpokea katika Ekaristi. Na Yesu anatuuliza, anasema, mti huu hujazaa matunda. Una haja gani kuwa hai? Mbona unatumia ardhi kwa njia mbaya? Mbona basi unatumia nafasi ambapo pengine ningepata madhara, pengine ningepata mahindi, na mbona hauzai matunda? Hiyo ndio swali. The moment we face the burning bush, anytime we come to this church, the moment we hear the word of God, we receive Jesus Christ in the Eucharist. Do we remain unchanged, or we become another Moses? Leo, siku ya leo, historia ya Musa ni historia yako na mimi.
lazima tuweze kubadilika na tuweze kujua kwamba Mungu ambaye anatuita ni Mungu ana mpango mwema juu ya maisha yetu. Ndipo sasa anamwambia siri kwamba mimi nasikia kilio chenu, mimi nasikia maombi yenu, mimi nina mpango mwema kwa kupatia nafasi nzuri ya maisha mema ambapo kuna asali na kuna maziwa. Na hapo ndipo Waisraeli wakakuwa na matumaini na wakati wa Mungu huyu ni wa kweli na ana mpango wake. Yesu Kristo anamwambia huyu mkulima, mbona usikate mti huu? Lakini mkulima akasema, wacha nipatie nafasi mwaka huu. Nitalima vizuri karibu naye, nitaweka manure, borea, nitaweka maji. Usipozaa matunda, basi nitaupata. Mimi na wewe mwaka huu wa 2020. Mungu wetu anatubali na anatuita, anatupatia nafasi nyingine. Ndio angekuwa ametuondoa dunia hii kwa dhambi ambazo tumetenda, lakini kwa sababu ya huruma yake alihurumia mti huu na akaupatia nafasi. Our God is the God of the second chance. Ametupatia nafasi nyingine tuweze kumkubali na kuweza kuzaa matunda kwa utukufu wa jina lake. Hivyo basi hata sisi katika maisha yetu kwa Mungu, tunapokuwa katika mpango wake Mwenyezi Mungu, tutaweza kuwa na amani na zaidi ya yote tutaweza kuzaa matunda na hataweza kutukata. Kutukata inamaanisha nini? Hataweza kutufanya tuweze kuangamia katika maisha yetu. Hata mawimbi yakija, sio kwamba Mungu ametudharau, magonjwa na vifo, lakini tukimpendeza kwa kuzaa matunda, Mungu wetu ataweza kutubariki. Na kwa sababu ametupatia nafasi nyingine ya Kwaresma, bora basi tusikubali. Tunapokuja hapa katika Lemani Bush, let us move our sons. Let us go to confession on Saturday before we come for mass on Sunday, so that our sheep could be good. We could be clean, ama tuwe wasafi mbele yake Mwenyezi Mungu. Na wakulele Mungu akitutakasa, basi anafurahishwa na sisi. Na tunapo tubariki, basi tuwe tumekaa katika maisha yetu. Every Sunday is the Sunday of visit to the Burning Bush. We should not remain the same. Let us enjoy to be with our good God. Ambaye anatuambia, na wapenda vile mlivyo, naona kilio chenu, nasikia maombi yenu,